Ndugu zangu wapendwa, leo tunafanya sikukuu ya Yesu Kristo Mfalme. Hii ni Dominika ya mwisho kabisa ya kipindi cha mwaka huu wa kanisa. Ndio Dominika inayofunga mwaka huu wa kanisa. Dominika inayofuata itakuwa ni Dominika ya mwaka mwingine, ambao ni Dominika ya kwanza ya kipindi cha Majilio ya mwaka A. Sasa katika sikukuu hii ya Yesu Kristo Mfalme, ujumbe ambao nataka kuleta kwako ni ujumbe mzito kidogo. Na ujumbe huu unasema tawala kwa kutumikia na sio kwa kutumikiwa. Unajua mfalme maana yake ni mtawala. Maana yake Yesu, kama Yesu ni mfalme wetu, maana yake ni mtawala. Sasa Yesu alitawala kwa kutumikia, hakutawala kwa kutumikiwa. Kwa hiyo wito ambao nataka tutafakari siku ya leo ni ujumbe kutawala kwa kutumikia na sio kwa kutumikiwa. Ndugu zangu, sijui kama umeshajiuliza swali hili ambalo mimi nimejiuliza. Hivi ni kwa nini inapofika kwenye madaraka kuna watu wako tayari kupigana ili tu wapate madaraka? Wako tayari kupigana kwa namna yoyote ile, kupambana kwa namna yoyote ile ili tu waweze kufika pale juu wapate madaraka. Na wanapopambana hawajali wengine. Yuko tayari hata kuharibu sifa ya mtu ili tu yeye akubalike, apate madaraka. Yuko tayari hata kuchafua mwingine ili apate madaraka. Au yuko tayari hata kuumiza mwingine. Tumeshuhudia mtu yuko tayari kuua wengine ili tu yeye apate madaraka. Apate madaraka. Yuko tayari kukanyaga wengine ili mradi yeye anaenda juu. Hajali hawa anao wakanyaga watakuwa kwenye hali gani, hiyo haimuhusu, ili mradi yeye anapata madaraka. Lakini huyu mtu anayetumia nguvu hii kubwa sana kupata madaraka, hatumii nguvu hiyo kubwa kutafuta haki. Hatumii nguvu hiyo kubwa kutafuta haki. Au hebu jiulize, na mimi nimejiuliza hili. Hivi hawa ambao wanakimbilia madaraka namna hiyo, au wanatafuta madaraka kwa namna hiyo, je, hivi wanatafuta hayo madaraka ili kuwatumikia watu au ili kuwatumikisha watu? Wanatafuta ili kuwatumikia watu au watu wawatumikie wao? Mimi nimejiuliza, hivi unaweza kulazimisha kuwatumikia watu? Unaweza kulazimisha kuwatumikia watu? Ndugu zangu wapendwa, katika dunia hii, katika karne hii ya 21, ni rahisi sana kupata watu wenye vyeo, lakini ni vigumu sana kupata viongozi wa kweli. Unajua, sio lazima mtu mwenye cheo akawa kiongozi. Kuna mwingine ana cheo tu, lakini sio kiongozi. Ndani yake hakuna ule uongozi. Viongozi wa kweli ni wale wenye moyo wa utumishi, wenye moyo wa utumishi. Sasa leo tunaadhimisha sikukuu hii ya Yesu Kristo Mfalme. Na swali tunalojiuliza ni hili: je, huyu Yesu Kristo ni mfalme wa namna gani? Huyu ni mfalme wa namna gani? Ndugu zangu, huyu ni mfalme ambaye hana jeshi. Huyu ni mfalme ambaye hana kasri, lile jumba la kifalme. Huyu ni mfalme ambaye hana taji la dhahabu. Unajua wafalme walikuwa wanavaa mataji ya dhahabu. Huyu ni mfalme ambaye hana taji la dhahabu. Huyu ni mfalme ambaye hana walinzi. Huyu ni mfalme ambaye hana mabango. Lakini ni mfalme ambaye ana msalaba. Ni mfalme ambaye ana taji ya miiba. Ni mfalme ambaye ana mikono yenye misumari, iliyotobolewa misumari. Ni mfalme ambaye ana moyo uliojaa upendo. Ana moyo uliojaa upendo. Ni mfalme ambaye anashinda sio kwa kutumia nguvu, bali anashinda kwa kutumia upendo. Ni mfalme ambaye anashinda si kwa silaha, bali anashinda kwa msamaha. Ni mfalme ambaye anashinda sio kwa propaganda, sio kwa propaganda, lakini ni mfalme ambaye anashinda kwa ukweli.
Unajua mfalme Daudi alipakwa mafuta mara 3 kuwa mfalme. Mara ya kwanza alipakwa mafuta nyumbani kwa baba yake, kwa mzee Yese, kule Bethlehem. Na hii tunaipata kwenye ile Samueli wa kwanza, ile sura ya 16, mstari wa 1 mpaka wa 13. Hapa ni pale Daudi alipoteuliwa na Mungu kuwa mfalme. Ningeweza kusema alipopakwa mafuta mara ya kwanza, ilikuwa ni kwa ajili ya kumwandaa, sio kwa ajili ya kuanza kazi. Ilikuwa ni kwa ajili ya kumwandaa. Unakumbuka Mungu alimwagiza Samuel kwenda kwa Yese Bethlehem. Akasema nimejichagulia mfalme pale. Na alipofika kwa Yese, mzee Yese alifikiri ndugu zake na Daudi, wale wakubwa kaka zake, ndio wenye vigezo na sifa machoni pa baba yao, kwamba huenda Bwana anamtaka mmoja wapo katika hao. Alafu Mungu akamwambia Samuel hayupo katika hao. Alafu akamwambia hivi, mzee, huna mtoto mwingine? Akasema yuko machungani. Roho Mtakatifu akamwambia ndio huyo. Akamwambia aitwe, hatutakula mpaka aje. Kwa Daudi akaitwa. Alipoitwa akafika akiwa kijana mdogo, akapakwa mafuta. Akapakwa mafuta. Kwa nini alipakwa mafuta ya kwanza? Huo ulikuwa ni kumpa ule wito wa kifalme, kumweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Na maandiko yanatuambia Roho wa Bwana alimjilia juu yake tangu saa ile na kuendelea. Hiyo ni mara ya kwanza alipopakwa mafuta. Lakini alipakwa mafuta mara ya pili alipokuwa kule Hebron. Na hii tunaipata kwenye Samueli wa pili, ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7. Alipopakwa mafuta hapa mara ya pili, hakupewa kabila zote 12 za Israeli. Alipewa kabila moja tu. Kabila moja tu la Yuda, kule kusini. Kwa hiyo baada ya Sauli kufa, Daudi hakupanda moja kwa moja kuwa mfalme wa taifa lote. Alipewa kwanza taifa la Yuda, taifa lake, kabila lake. Kwa hiyo walimuita kule Hebroni, wale wazee wakampaka mafuta kuwa mfalme wao. Daudi akatawala. Na akatawala Yuda kwa miaka 7 na miezi 6. Alafu akapakwa mafuta mara ya 3. Sasa somo la kwanza tunalolisikia leo kutoka Samueli, Samueli wa pili, Samueli ya pili, kitabu cha pili cha Samuel, ile sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ili somo la kwanza tunalolisikia leo, ndio tunasikia Daudi akipakwa mafuta mara ya 3. Kwa hiyo mafuta anayopakwa hapa, anapakwa mara ya 3. Baada ya miaka 7 ile ya vita na machafuko kwenye ule ufalme wa kaskazini, wazee kutoka pande zote, kumbuka Daudi alikuwa ni mfalme huku kusini, alafu kule kaskazini kulikuwa na mtoto wa Sauli, mfalme Sauli. Kwa hiyo kule kukatokea machafuko makali sana. Yule kijana aliharibu sana. Miaka 7 aliyotawala ilikuwa migumu, ni vita na machafuko. Kwa hiyo wazee kutoka pande zote wakakusanyika, wakaja kwa Daudi kule Hebron, wakamuomba, Bwana, tunakuomba uwe mfalme wetu pia. Manake uwe mfalme sasa wa makabila yote. Kwa hiyo sasa wakampaka mafuta Daudi awe mfalme wao wa Israeli yote, ili kuunganisha taifa lote chini ya uongozi mmoja. Na ndiyo sehemu hii tunayosoma ya somo la kwanza. Na Daudi akatawala miaka 40. Sasa kuna mambo machache hapa nataka uyaone kuhusu Daudi, uyaone. Na haya mambo ni muhimu sana. Unajua haya mambo ni ya Daudi, hakujiita, aliitwa. Viongozi wa leo wanajiita, wanalazimisha kuwa kwenye madaraka. Watu hawataki. Kumbuka Daudi hakwenda kujinadi. Daudi hakwenda kujiuza. Daudi watu walimfuata wakamuomba. Hakujiita, aliitwa na Mungu pia. Daudi hakujichagua, alichaguliwa.
Viongozi tulionao leo wanajichagua wenyewe, alafu wanasema wamechaguliwa na wananchi. Daudi hakujipaka mafuta, alipakwa mafuta. Hakujiapisha mafichoni, hapana, aliapishwa waziwazi. Daudi hakujituma, Daudi alitumwa na Mungu. Daudi hakujichagua, alikuwa chaguo la Mungu, lakini pia alikuwa chaguo la watu. Tunaona wazee wanamfuata, wanaomba, Bwana, wewe tunaomba uwe mfalme wetu. Sasa swali kwa viongozi tulionao leo, iwe ni diwani, iwe ni mbunge, iwe ni raisi, hivi ukikaa chini mwenyewe ukijitafakari, hebu jiulize katika ukweli wote kabisa, hivi je, wewe ni chaguo la watu au wewe ni chaguo lako mwenyewe? Umejichagua mwenyewe? Katika somo la Injili kutoka kitabu cha Luka, ile Injili ya Luka, ile sura ya 23 mstari wa 35 mpaka wa 43, linatuonyesha tukio la kusulubiwa kwa Yesu na zile dakika za mwisho za maisha ya Yesu hapa duniani. Huu ulikuwa ni wakati mzito sana kwa Yesu. Haukuwa wakati mrahisi kabisa. Ulikuwa ni wakati wa huzuni kubwa. Ulikuwa ni wakati wa aibu kubwa. Ulikuwa ni wakati wa uchungu mkubwa. Lakini pia huu ndo ulikuwa wakati ambapo utukufu wa Yesu Kristo ulionekana wazi zaidi. Unajua, Yesu hapa haonekani akifanya miujiza kama mwanzo. Kwenye kipindi hiki cha mwisho cha mateso yake, haonekani akifanya miujiza kama mwanzo. Haonekani akiwa na umati. Haonekani akifundisha na kuhubiri kama alivyokuwa anafanya milimani huko. Haonekani hivi. Hapa Yesu haonekani akifufua watu. Haonekani akifufua wafu. Bali anaonekana akiwa uchi. Anaonekana akiwa amepigwa. Anaonekana akiwa amedharauliwa. Anaonekana akiwa yuko juu ya msalaba, akiwa karibu kabisa na kufa. Ndio mfalme huyu anaonekana namna hiyo. Kwa macho ya kidunia, kwa jinsi ya kibinadamu, anaonekana amefeli. Kwa jinsi ya kibinadamu anaonekana ameshindwa. Kwa jinsi ya kibinadamu anaonekana amehukumiwa tayari. Lakini kwa macho ya imani, kwa macho ya imani yupo kazini. Kwa macho ya imani yupo kazini, alikuwa kazini. Kwa macho ya imani anatawala. Kwa macho ya imani anaokoa, yupo kazini kuokoa. Kwa macho ya imani yupo kazini, anafungua milango ya uzima wa milele kwa kuwa pale msalabani. Na Injili, ndugu zangu, ili somo la Injili, hii sehemu ya Injili inatuonyesha makundi ya watu watatu wenye mitazamo tofauti tofauti. Kundi la kwanza ni la wale viongozi wa Kiyahudi. Wale viongozi wa Kiyahudi. Hawa viongozi wa Kiyahudi hawa waliishia kumdhihaki tu. Wakasema aliokoa wengine, lakini hawezi kujiokoa mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wao walifikiri mfalme ni yule mwenye mabavu. Mfalme ni yule anayekuja na mabavu. Anayeshinda nguvu kwa kutumia nguvu. Hiyo ndio picha waliokuwa nayo. Wakamkataa Yesu kwa sababu hana nguvu za kisiasa. Wakamkataa Yesu kwa sababu hana nguvu za kijeshi. Ndugu zangu, ndivyo ilivyo na leo. Dunia inawapenda wale wanaofanikiwa, waliofanikiwa. Wakati mwingine tunapenda kujiassociate nao tu waliofanikiwa. Hao ndio tunaona wa maana. Lakini dunia inawazomea wote wanaojitoa, wale wanyenyekevu walioshuka, wanaonekana wamepitwa na wakati. Sasa hilo ndio kundi la kwanza. Kundi la pili ni wale askari wa Kirumi. Hilo ndio kundi la pili. Hawa wanamcheka Yesu. Wanamuita mfalme kwa kumkejeli, kwa kukejeli.
salamu mfalme wa Wayahudi, wanamkejeli, wanamwambia jiokoe kama wewe ni mfalme, jiokoe basi. Wanamwambia jiokoe, wewe si unajiita, jiokoe kama wewe ni mfalme. Kwa nini? Kwa sababu kwao ufalme ni kuhusu upanga. Kwao ufalme ni kuhusu mamlaka. Kwao ufalme ni kuhusu ushindi wa kibinadamu. Yaani kwao maana ya ufalme ndio hiyo. Kwa hiyo hawa wanaona msalaba kama ni kushindwa kwa Yesu. Wanaona Yesu kuwa msalabani ameshindwa. Hawaoni msalaba kama Yesu anavyoona msalaba. Hawaoni msalaba, Yesu anaona msalaba kama kiti cha enzi. Wao hawaoni msalaba kama kiti cha enzi. Na kundi la tatu ni la wale wahalifu wawili, wale wezi wawili. Sasa hawa ni mfano kwa kweli wa wanadamu wote kabisa. Kwa mfano, kuna huyu wa kwanza. Huyu wa kwanza ni yule ambaye aliyemtukana. Yaani huyu anamdhihaki Yesu. Anamtukana Yesu. Huyu anataka Yesu azishughulikie shida zake za kisiasa, za kimwili, aweze kuwa huru. Anamtaka Yesu wa namna hiyo. Anamtaka Yesu ambaye atatimiza mahitaji yake, anachotaka yeye. Anamtaka Yesu wa namna hiyo. Huyu anamtaka Yesu Mwokozi na mfalme wa kupunguza maumivu yake. Anamtaka Yesu Mwokozi na mfalme wa kupunguza mateso yake, sio wa kuokoa roho yake. Yeye hawazi roho yake, anawaza hii changamoto alionayo ya muda huo. Lakini kuna huyu mwizi wa pili, ni yule aliyetubu. Huyu mimi ananigusa kwa sababu hakujitetea. Wala hakujitetea kwamba wamenionea kuwa hapa. Hakujitetea kwamba wamenisingizia. Hakutoa visingizio, hakujitetea, hakutetea dhambi zake. Yeye alichokifanya ni kimoja tu, alitubu. Bas, alitubu tu. Huyu pia alitambua ufalme wa Yesu. Akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Ndugu zangu, huyu ndiye wa kwanza katika Injili kumuita Yesu mfalme akiwa pale msalabani. Alisema, Bwana, najua hutaishi hapo. Naomba unikumbuke utakapoingia kwenye ufalme wako. Unikumbuke utakapoingia kwenye ufalme wako. Alijua huyu ni mfalme. Kwa yeye aliishia kutubu. Lakini ndugu zangu, ninachotaka uone ni hiki. Kwamba huyu alimtambua Yesu ni mfalme hata kabla hajaona ufufuko wa Yesu. Hata kabla hajaona ufufuko wa Yesu, alimtambua Yesu ni mfalme. Hata kabla hajaona ufufuko wake, alimtambua kwamba yeye ni mfalme. Sasa ndugu zangu, ninachotaka tujiulize ni hiki. Ni nini kinachomfanya Yesu kuwa mfalme wa kipekee kuliko wafalme wote duniani? Nini kinachomfanya Yesu awe mfalme wa kipekee kuliko wafalme wote? Kwa nini awe ni mfalme wa wafalme? Unajua Yesu ni mfalme kwa sababu ya moyo wa utumishi aliokuwa nao. Unajua, mimi naomba nenda kafanye utafiti kwenye Biblia yako. Lakini mimi nimegundua kitu kimoja. Mahali popote ambapo Yesu alizungumza juu ya uongozi, alifundisha juu ya utumishi. Hakuna mahali kwenye Biblia Yesu amefundisha juu ya uongozi asifundishe juu ya utumishi. Kwa nini? Kwake uongozi ulikuwa ni utumishi. Kwa hiyo hakuna mahali popote ambapo utumishi wake unaonekana wazi isipokuwa kwenye ile huduma ya Alhamisi Kuu. Alichokifanya Alhamisi Kuu. Unajua katika ile Yohana, ile sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 15. Hii ni injili tunayosoma kwenye siku ya Alhamisi Kuu. Yohana anasema wazi kwamba Yesu hali akijua yeye ni Mungu, akijua yeye ni mfalme wa wafalme, akijua yote yamewekwa mikononi mwake,
akijua ya kwamba anatawala milele, hali akijua hayo yote, akijua ametoka kwa Mungu, akijua anakwenda kwa Mungu, hali akitambua hayo yote, aliondoka chakulani, akaweka mavazi yake pembeni, akayavua yale mavazi yake, alafu akajifunga kitambaa, akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu, hali akijua yeye ni nani. Yesu hakufanya hayo kwa sababu amesahau yeye ni nani. Hapana, alifanya akijua yeye ni mfalme, alifanya akijua yeye ni mfalme, alifanya akijua hayo. Ndugu zangu, huu ndio ufalme wa Yesu. Huu ndio ufalme wa Yesu, kwamba utukufu wake sio katika kupokea heshima, lakini utukufu wake ni katika kuwaheshimisha wengine, ni katika kuwaheshimu wengine, ni katika kuwatumikia wengine. Uwezo wake hauonekani katika kutawala kwa amri, lakini uwezo wake unaonekana katika kuwahudumia hata wale wanaonekana hawastahili. Unajua, wakati wa karamu kwenye tamaduni zile za Mashariki ya Kati, wakati ule mtu mkubwa na mwenye cheo na mwenye heshima kama yeye alipaswa kuhudumiwa, alipaswa kuhudumiwa. Na ndio maana alipokwenda kwa Petro, Petro alikataa kuoshwa miguu mwanzoni. Akamwambia, wewe bwana, wewe ni bwana wangu, huwezi kuniosha miguu, mimi ndio nastahili kukuosha miguu. Yesu akamwambia Petro, usifikiri ninafanya hivi kwa sababu nimesahau mimi ni nani. Najua mimi ni mfalme, najua mimi ni mfalme, lakini maana ya ufalme ni utumishi. Akamwambia lazima uitimize haki yote, lazima ukubali. Usipokubali huna shirika na mimi. Petro akakubali. Kwa hiyo wakati wa karamu hiyo, mtu mkubwa ndio alitakiwa kuhudumiwa, lakini Yesu anapindua meza. Yesu alipindua ile meza. Yeye ni mfalme anayesimama akahudumu. Yeye ni mkuu aliyeifanya kazi ya mtumwa, kwa sababu kazi ya kuosha miguu watu ilikuwa ni kazi inayofanywa na watumwa. Yesu ambaye ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, anashuka kwenye hali yake, anashuka, anafanya kazi ya mtumwa. Na akawaambia mitume, nimewapa mfano ili na ninyi mkaoshe wengine miguu hivi hivi, mkatende hivi hivi. Ndugu zangu wapendwa, swali la kujiuliza, nini maana ya Yesu kuvua mavazi yake? Unajua, hii ndio maana ya kiroho ya kuvua mavazi. Kuvua mavazi maana yake ni kuacha hata cheo chako, ili kuweka utu wa mwingine mbele. Kuvua mavazi. Unajua, mavazi ni vitu ambavyo hatujazaliwa navyo. Hatujazaliwa na mavazi. Maanake mavazi ni vitu ambavyo tumevikuta, tumevivaa. Cheo ulichonacho ni vazi tu. Elimu ulionayo ni vazi tu. Ni vazi tu. Hiyo ofisi ulionayo ni vazi tu. Hiyo title ulionayo ni vazi tu. Hukuzaliwa nayo. Sasa kuvua mavazi ni kuacha ile heshima yako ili uweze kutumikia. Kuvua mavazi ni kuweka pembeni hiyo elimu yako unayojivunia nayo ili uweze kutumikia, kwa sababu kuna wakati ukienda na hiyo elimu yako itakuletea shida. Hutaweza kushuka na kuhudumia. Kuna vazi la ukabila. Kuna wakati lazima uvue hilo vazi ili uweze kuhudumia wote. Lakini ukienda umevaa vazi la ukabila, hilo kabila lako, utataka kuhudumia na kuwafeva tu wale wanaotoka kabila lako. Ndio maana ni lazima ujifunze kuvua hilo vazi, vua, ili uweze kutumikia. Kuna kuacha vazi la haki ya wewe kutumikiwa. Haki ya kutumikiwa ili uweze kutumikia. Ni kweli ni haki yako kutumikiwa kwenye nafasi ulionayo, lakini lazima ujifunze kulivua ili uweze kushuka na kutumikia wengine. Unajua, kumbuka hii, Yesu hakuvua tu nguo ya nje, lakini alivua haki yake ya kifalme
ili kuvaa tabia ya huduma, ili kuvaa tabia ya utumwa. Akaacha haki yake ya kifalme, akavaa utumwa, akavaa huduma, akahudumia watu. Alituonyesha kwamba hakuna utu wa kweli, haupo bila unyenyekevu. Haupo kabisa. Na hili ndilo somo kubwa, ndugu zangu, kwamba utumishi haupimwi kwa maneno tu. Utumishi unapimwa kwa kiwango cha unyenyekevu. Unaweza kushuka ili mwingine ainuke. Utumishi unapimwa hivyo, kwa kiwango cha unyenyekevu unachoweza kushuka wewe ili mwingine aweze kuinuka. Ukiangalia kwenye maisha yetu, ndugu zangu, kwa mfano leo tuna viongozi ambao wanapenda viti kuliko watu. Wanapenda viti vyao kuliko watu. Wanapenda sifa zao kuliko ukweli. Wanapenda sifa kuliko ukweli. Na ndio maana tuna hawa watu wanaitwa machawa hawa. Kazi yao ni kuwaeleza hawa sifa, lakini hawaelezi ukweli. Na hao viongozi, kwa sababu wameshakuwa blinded, wanafurahia tu hizo sifa, lakini wanadanganywa, hawaelezi ukweli. Tuna viongozi ambao wanapenda cheo kuliko huduma, kuliko huduma, kuliko huduma. Hivi ni wangapi leo, ni wangapi leo wanaweza kuvua mavazi yao, kuvua nafasi zao, kuvua fahari zao, kuvua title zao, kuvua kinga za ofisi zao, ili waweze kufanya kazi kwa ajili ya watu, waweze kuwatumikia watu kweli? Ni wangapi? Ni wangapi? Ni wangapi leo wanakaa na wahanga wa mafuriko na kuvaa viatu vyao? Ni wangapi? Ni wangapi leo viongozi wanatembelea wagonjwa mahospitalini bila kamera? Bila kamera, wanaenda tu bila kamera, bila kuita waandishi wa habari. Ni wangapi? Ni wangapi leo? Hilo vazi la sifa la kutaka kujionyesha, unakwenda popote lazima waandishi wa habari wawepo, ili uonekane na dunia nzima kwamba umeenda kutembelea wagonjwa. Ni wangapi leo wanakula na maskini bila kutafuta likes kwenye mitandao? Ni wangapi leo? Sasa Yesu alituonyesha hili, na sijui ni wangapi wanalifahamu. Mimi sijui kama unafahamu kwamba uongozi wenye mamlaka bila unyenyekevu ni ukatili. Kumbuka hilo. Ukiwa kiongozi una mamlaka bila unyenyekevu, utakuwa mkatili tu. Lakini uongozi wenye mamlaka na unyenyekevu ni utakatifu. Jambo la pili ambalo tunaitwa, ambalo linamfanya Yesu awe unique. Yesu ni mfalme ambaye ni ufalme wa Yesu ni ufalme wa upendo. Si ufalme wa nguvu, ni ufalme wa upendo. Ni ufalme wa upendo. Unajua, Yesu alishinda sio kwa upanga. Hakushinda kwa upanga. Hakushinda kwa risasi. Hakushinda kwa silaha. Alishinda kwa msamaha. Alishinda kwa msamaha. Alifungua mbingu sio kwa nguvu. Alifungua mbingu kwa uvumilivu. Yesu alitawala kutoka kwenye kiti cha enzi. Alitawala sio tu kutoka kwenye kiti kile cha enzi mbinguni, hapana, lakini alitawala kutokea msalabani. Msalabani. Hapa palikuwa ni kiti chake cha enzi. Alitawala kuanzia hapo. Alitawala kutokea msalabani. Ndugu zangu wapendwa, tunachofundishwa leo ni jambo muhimu sana, kwamba uongozi wa kweli, ufalme wa kweli unahitaji unyenyekevu na moyo wa utumishi. Mfalme wa kweli anatambuliwa si kwa mavazi yake. Mfalme wa kweli, kiongozi wa kweli anatambuliwa si kwa mavazi yake, bali kwa moyo wake. Na ndio maana tunaitwa si tu kuwa viongozi wa vyeo, lakini viongozi wa huduma tunaotumikia. Tunaitwa si kutumikiwa, bali kutumikia, kuhudumia wengine. Sasa leo Kristo anataka atawale. Unajua utawala wake unaanzia wapi? Utawala wake unaanzia kwenye moyo wako.
Anataka atawale moyo wako. Swali ni kwamba, je, uko tayari? Anataka atawale familia yako, lakini uko tayari? Utawala au ufalme wa Kristo unaonekana, lakini unaonekana kwenye nini? Unaonekana kwenye nini? Ufalme wa Kristo unaonekana kwenye ndoa hiyo ambayo iko tayari kukaa chini, kuzungumza na kumaliza tofauti zao. Ufalme wa Kristo unaonekana kwenye hiyo familia ambayo inasameheana, watu wanasameheana. Ufalme wa Kristo unaonekana kwenye viongozi wanyenyekevu, wasio na kiburi. Ufalme wa Kristo unaonekana kwa wakubwa wanaotambua na kuwaheshimu wadogo. Ufalme wa Kristo unaonekana kwenye jamii inayoweka utu mbele kuliko faida. Ufalme wa Kristo unaonekana kwenye kanisa linaloweka huduma mbele kuliko heshima ya nje. Ndugu zangu wapendwa, nimalizie kwa kusema hivi. Huu ni wakati wa kujiuliza swali hili muhimu sana. Je, mimi nina reflect ufalme wa Kristo? Je, mimi ninatafuta cheo au natafuta nafasi ya kutumikia? Ninatafuta nini? Je, niko tayari kuvua mavazi yangu ya kujiona, mavazi yangu labda ya kiburi, mavazi yangu ya kutafuta makuu ili kuwaosha wengine miguu? Niko tayari? Je, niko tayari kutawala kwa upendo na sio kwa kutumia nguvu, sio kwa kutumia mabavu, sio kwa kutishia watu? Ndugu zangu, Yesu Kristo ni mfalme. Ni mfalme kwa sababu alishuka. Alikuwa tayari kushuka. Alikuwa tayari kunyenyekea, akatumikia, akajitoa, akatupenda mpaka mwisho, akatoa maisha yake. Huyu ndiye mfalme wa ajabu. Mfalme ambaye ufalme wake haupimwi kwa vyeo, lakini ufalme wake unapimwa kwa upendo. Ufalme wa Yesu unapimwa kwa upendo. Ndugu zangu, leo tunapoadhimisha sikukuu hii ya Yesu Kristo mfalme, tumwombe Mungu atujalie neema, atusaidie hizi element zinazomfanya mfalme, zinazotengeneza ufalme ndani ya Yesu. Tumwombe Mungu atujalie element hizo zitengeneze ufalme ndani yetu, tukianza na tunu ya unyenyekevu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakia Dominika njema na sherehe njema ya Yesu Kristo mfalme. Tumsifu Yesu Kristo.